Sasa kaka, umeisikia taarifa ya Young Africans? Kaka, sio nimeisikia, nimeiona kupitia mitandao ya kijamii, kupitia ukurasa wao wa Instagram Young Africans, nimeiona taarifa yao. Na wamesema hatuchezi kwa namna yeyote ile. Hiyo ndio kauli ambayo mimi nimeisoma kwa kuirudia pia. Mbona cheka kabwe? Kiabu. Bila cheka sababu ya nini unajua? Kuna vitu vingine vinachekesha sana yani. Vitu gani kabwe? Hivi wewe mimi na wewe tumefanya interviews nyingi sana. Wakati issue inapelekwa kasi, mimi na wewe tuliongea, nikamwambia bwana. Na akatokea. Hawaendi kutoboa hawa. Na wasipotoboa itakuwa ni aibu. Uongo kweli? Kweli tuliyazungumza. Hii barua ya leo ya Young Africans ni kwa sababu ya aibu walioipata kasi. Barua ambayo wameitoa ni kwa sababu ya aibu walioipata kasi. Tunafanya nini kwa ajili ya kuwatuliza mashabiki wetu? Tunafanya nini kwa ajili ya kuendelea kutengeneza imani kwa mashabiki wetu sisi viongozi, baada ya kusema kwamba hatuchezi na tuna haki ya kufanya hichi na hichi? Ndio maana hii barua imetoka ya kwamba hatutacheza huu mchezo na hatuna imani na bodi ya ligi na TFF, yani kwa kifupi mamlaka ya mpira wa miguu. Sasa swali la msingi, hamna imani na mamlaka za mpira wa Tanzania. Mnaendelea kushiriki kwenye mashindano hayo, kwenye mashindano yanayosimamiwa na hao viongozi. Kwa nini? Wale marefa kwani wanaitwa na nani? Kwanza tuanzie hapo kwanza. Yaani Young Africans kuanzia sasa wanapaswa wasishiriki ligi, kuonyesha kwamba hawana imani na viongozi wa ligi. Pili, hawapaswi kucheza kombe la TFF nusu finali, kuonyesha kwamba hawana imani na viongozi wa nini? Bodi ya ligi. Wa ligi, yani kwa ujumla mpaka na TFF. Sijumla vizuri ila kama watacheza utakuwa ni unafiki. Ni unafiki uliopindukia. Leo Yanga ndo wanakuja kusema kwamba hawana imani na uongozi wa mpira wa miguu. Kweli Yanga ambayo uongozi wake umechukua ubingwa kwa miaka 3 mfululizo. Uongozi wa Wallace Karia kipindi hicho. Uongozi wa Wallace Karia na hii bodi ya ligi ya kina Mzee Mguto na kina Almas Kasongo, Young Africans kawa bingwa wa nchi hii mara 3 mfululizo. Sijui mala vizuri. Sasa tuambiwe, hiyo imani imeanza kuondoka lini? Hiyo imani ya viongozi wa Young Africans imeanza kuondoka lini? Ikiwa wao chini ya uongozi huu ni mabingwa mara 3 mfululizo. Okay, basi bodi ya ligi na TFF hawatendi haki. Hivi nchi hii kuna timu zinanufaika na masuala ya waamuzi na masuala ya kiuongozi kama Simba na Yanga nchi? Ndio wao wenyewe tu wakubwa wa mpira na wananufaika nazo. Sasa kama hizi timu zote 14 zingesema tunagoma, hatuchezi ligi, hii ligi ingekuweje? Wao wangecheza Simba na Yanga? Maana yake hakuna ligi tena hapo. Yanga wanapata mamlaka gani? Na wanapata uhalali gani wa kusema kwamba hawana imani na bodi ya ligi pamoja na TFF, ikiwa wao ni wanufaika wakubwa na huu uongozi? Mara kadhaa nimekuwa nikipiga kelele kuhusiana na issue ya udhamini wa GSM bidhaa zake kwenye vilabu vingi, ikiwa bado ana nguvu kubwa sana kwenye klabu ya Young Africans. Na hata ukimsikia bosi wa kampuni yenyewe anasema kwamba Yanga bingwa, Yanga bingwa, yani anadhamini vilabu vingine, ila ukimsikia kwenye maongezi yake yeye anasema Yanga bingwa. Mkurugenzi wa uwekezaji kwenye kampuni ya GSM ni Engineer Hersi Said, si ndio? Huyu ni rais wa klabu ya Young Africans, na yeye ndio kwenye issue za masuala sijui ya kimikataba sijui na nini na vitu vingi vinavyohusiana na mikataba na hizo timu zingine anakuepo pale. Je, hakuna conflict of interest? Swali la kujiuliza. Tuliwahi kuzungumza hilo? Tulizungumza hilo. Lakini bodi ya ligi na TFF waliwahi hata siku moja kusema kwamba ili swala liondoke kwenye ligi
au wameendelea kulibeba mpaka leo hii bado timu zinaendelea kudhaminiwa? Walilibeba, na hata Wallace Karia alisikika akisema moja ya timu ambayo ilinufaika katika uongozi wangu ni Young Africans. Mashabiki wa Yanga tunaulizana tu maswali ya msingi. Mashabiki wa Yanga ni mara ngapi wamekuwa wakiutetea huu udhamini kwenye hivi vilabu vingine pale ambapo sisi tumekuwa tukikosoa na wamekuwa wakitukana? Ni mara ngapi wamekuwa wakitetea? Mara nyingi sana mashabiki wa Young Africans wanafanya. Kwa hiyo wao wanaona ni sawa kwa hivi vilabu vingine kutokutendewa haki, ila wao wakiwa wanaumia kwenye baadhi ya sehemu wana haki ya kufanya chochote kile ambacho wanachokihitaji. Tuongee ukweli. Tuongee ukweli. Yaani wao mashabiki wa Yanga hii nao watanichukia, lakini nitawasema ili akili ziwaingie. Wao wana haki ya kutetea maslahi ya kile ambacho sisi wachambuzi tumekuwa tukisema bwana, hichi conflict, kuna conflict of interest, inaweza kikatuharibia ligi yetu. Wao wamekuwa na haki ya kutetea, wanatetea, wanaona ni sawa hichi ambacho kinachofanyika. Ila sisi tukija tukihoji tukisema kwamba bwana hichi kitu sio sahihi, matusi, na mwisho wa siku wamekuwa wakitetea. Ila likitokea kwa upande mwingine na wao wakiwa wananufaika na baadhi ya vitu, wao wanataka kuzila ligi na kufanya nini? Na kuwashukia mamlaka kwamba hazitendi haki. Lakini wao huku kwenye haya madudu mengine wamekuwa ni wa kwanza kutetea. Au kabla hili limechagizwa na mchezo wa Simba na Mashujaa? Maana hata kwenye barua yao wameandika pamoja na vitendo vya dhuluma vya wazi vinavyozidi kuendelea. Narudia tena, nchi hii kama kuna klabu zinanufaika na makosa ya waamuzi, uongozi, basi ni Yanga na Simba. Yaani Yanga hawawezi kujitoa kwenye issue ya kunufaika kwa vyovyote na maamuzi mabovu ya waamuzi. Sijui umeelewa vizuri Hawawezi kujiondoa kwenye kunufaika na kubebwa na uongozi kwa maana ya mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania. Hawawezi kujiondoa. Sasa wao wana uhalali gani wa kuja kutuambia sisi hawana imani na uongozi ambao unaendesha ligi, wakati kuna madudu kibao ambayo yamekuwa yakifanyika yanawafeva wao? Wanapata wapi hayo mamlaka? Kwa hiyo hii kwangu mimi naiona ni kutaka kujisafisha tu kwa aibu ambayo walipata kutokana na kile ambacho walichoenda kukidai kasi kimefeli. Watarudi vipi kuwaambia mashabiki zao ambao waliwaaminisha, na kibaya zaidi walijitia wao pressure, hatuchezi, wakaita press conference mikoa karibia yote. Na mimi niliwahi kukuambia, nikakwambia bwana, hicho wanachokifanya Yanga ni utoto. Wanaita press conference za nini wakati ni kitu ambacho mnaweza mkakaa chini mkakimaliza? Hatuhitaji busara na nini. Nikakwambia hivi, uongozi wowote duniani unaendeshwa na busara. Yaani hakuna kiongozi yoyote duniani akaendesha tu issue yoyote inahusu masuala ya uongozi kwa kutumia tu sheria tu na kanuni tu bila kutumia busara kaka. Huyo yani huo huwezi kuwa uongozi na huyo hawezi kuwa kiongozi. Huo ndio uhalisia. Sasa kinachotokea hivi sasa ni kwamba pressure ambayo walitengeneza viongozi tangu siku ya kwanza hii mechi inaahirishwa ya kwamba hatuchezi, na mashabiki wale oya wakaipokea ile kama ilivyo. Na sasa hivi wameenda nayo mpaka wakaprint t-shirt zimeandikwa kwamba hatuchezi. Mechi wakaiandika pale 184. Sijui umeelewa vizuri. Hii barua imekuja kama vile kujitengenezea mazingira ya kujisafisha uongozi, kutoa aibu ile kuwepo mbele yao. Kitu ambacho kwangu mimi nafikiri sisi kama wachambuzi na watu ambao tunaupenda mpira wa Tanzania hatupaswi kuentertain hichi kitu. Tunapaswa kukikemea kwa kiasi kikubwa sana. Mimi naamini mpaka Yanga wanafanikiwa kufika hapa walipo na kuutawala mpira wa Tanzania, walikuwa wanafanya vitu vingi sahihi my brother. Yanga waliingia wakafanya usajili bora, tuliona usimamizi kwenye klabu yao ulikuwa mzuri na kila mtu alikuwa anamsifia. Hebu angalia Engineer Hersi alipotoka mpaka hapa alipofika ukuaji wake. Nani aliwahi kumkosoa Engineer Hersi? Kila mtu alikuwa anasifia, anasema ukuaji wa Engineer Hersi na namna ambavyo anaendesha ni Young Africans. Watu walikuwa wanatamani uongozi unavyoenda. Unaona kabisa kuna kitu wanakifanya positive. Lakini yani hivi sasa najiuliza Yanga wamepatwa na nini? Yani kuna kitu gani ambacho kimepata uongozi wa Yanga?
Yaani kuna shida gani? Kwenye malalamiko yao pia nimeona wamesema kwamba lengo lao la kufanya hivi ni kuhitaji kukomesha vitendo vya uvunjwaji wa sheria na haki na kanuni. Wanataka kukomesha hivyo vitu visiwepo. Kaka, narudia tena. Hata wanaharakati wote unawajua wewe. Huwa hawafanyi harakati kwa maslahi yao wao binafsi. Wanafanya kwa ajili ya jamii. Sijui umeelewa vizuri Hii wanaifanya Yanga sio harakati kwa ajili ya ligi. Wanaifanya harakati kwa ajili yao wao binafsi. Ndio maana nikakwambia tulikuwa tunazungumzia hapa issue ya udhamini wa GSM na hivi vilabu vingine. Uliwahi kuwasikia watu wa Yanga wakija kuandika kusema matokeo sio walikuwa tutukana sisi ambao tulikuwa tunasema hivi kwamba tunaonea gere na Mo Dewji naye kama kuna uwezekano na yeye hajafanya nini? Hadhamini na hivi vilabu. Na jana taarifa tulizokuwa nazo nyepesi ni kwamba tajiri Mo Dewji na yeye ana mchakato wa kuja kuvidhamini vilabu 10. Sasa kama kilio tu kimeanza hivi sasa Mo Dewji hajadhamini vilabu 10. Vipi Mo Dewji akija kudhamini hivyo vilabu 10? Kaka, si watu watakimbia kabisa hii ligi na mwisho wa siku ligi itafutika kabisa. Yaani hivi tu wao kupitia mfadhili wao anadhamini vilabu karibia 6. Na tulikuwa tunapiga bwana hichi kitu akifai hatutaki. Kabisa watu wanaona. Wao wakawa wanatetea. Siku huyu mfadhili wa Simba Mo Dewji akija kudhamini hivi vilabu 10. Kaka, hawa watacheza kweli ligi? Na tutaona ni matusi ya nguoni kwa mashabiki. Mwisho wa siku narudia tena. Mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania wanapaswa kuelimika zaidi na kujua mpira. Wanapaswa kuupenda mpira kuliko kuzipenda hizi timu zao. Waachane na mihemko ile. Trust me bro. Wakijifanya wanazipenda sana hizi timu zao kuliko mpira wa miguu, matokeo yake kila ukweli ambao utakaokuwa unasemwa kuhusiana na vilabu vyao au uongozi, tukiwa tunakosoa kwa ajili ya maslahi wa mpira wa miguu, wao watakuwa wanatuona sisi wabaya, na mwisho wa siku wataendelea kututukana na kuvaa miwani ambao bila kuona chochote ambacho kinaweza kikaathiri ligi yetu pamoja na timu zao kwa ujumla. Young Africans ni timu nzuri sana, ni bonge